يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Tunaondokea kwenye aya 95 leo. Munasab wa aya tulizomaliza na aya tunazoingia. Lamma dhakara ta'ala, baada ya kututajia Allah mtukufu amra tauhidi, masala ya tauhidi kwamba Mungu ni mmoja, wa ardafahu bi taqriri amri nubuwa, akafuatisha kurudia au kukariri habari ya utume kwamba Allah ndo aliweka utaratibu wa kuleta mitume wake, ni binadamu anaowatuma kwa binadamu wenzao. Dhakara huna, hapa sasa anataja al-adillata ad-dallati ala wujudi al-khaliq, dalili zinazoweza kuisaidia akili ya binadamu kufahamu na kuamini kwamba tunavyoviona vyote vimeumbwa, na kama vimeumbwa hapana budi kuwepo Muumba. Kwa hiyo dalili na hoja zilizopo hapa zinatusaidia kufahamu wujudul khaliq, kuwepo kwa muumbaji, wa kamali ilmihi wa qudratihi wa hikmatihi, na muumbaji wenyewe amekamilika katika elimu yake, uwezo wake na hikma. Tanbihan ala anna al-maqsud al-asli, tunatanabahishwa kwamba makusudio ya msingi inma huwa ma'rifatullah. Makusudio ya msingi kwenye aya hizi ni kiumbe anatakiwa amfahamu Allah muumba bidhatihi, amfahamu muumba kwa dhati yake, wa sifatihi, na amfahamu muumba kwa sifa zake, wa afalihi, na amfahamu muumba wake kwenye aliyoyafanya. Upo ulimwenguni, ulimwengu una mengi, ufahamu ulimwengu umeanzishwa au kuwepo. Kwa hiyo mfahamu aliyeuanzisha ulimwengu, akaweka vitu vingi ndani yake, na yeye ndiye anayevihudumia, ana maintain. Ndio makusudio ya hizi aya. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaanza kusoma kwa kutanguliza jina la Allah mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, hakika Allah ndiye anayepasua punje na kokwa. Al-hab au al-hubub ni hizi punje ambazo kwetu sisi ni vyakula ndogo ndogo, zinaotesha mimea yenye umri mfupi tu, miezi 3 umemaliza muda. Mpunga, mahindi, tungule, mbegu zake zote ni ndogo ndogo, na miti yake au mimea inayota ni ya muda mfupi. Annawatu ni kokwa ambazo huwa ni mbegu zinazootesha miti yenye umri mrefu, ikakaa miaka na miaka, aliyepanda pengine asivune, waje wavune wanawe, wajukuu, virembwe, vinyinginya. Hiyo ndo Allah anachozungumza, siri ya kimaumbile kwenye kila kilichopo ulimwenguni. Mtu akitumia akili yake kuzingatia, anafahamu hivi vitu haviko bahati nasibu, vimetengenezwa, vimeumbwa
na muumbaji wake ana ilmu ya kutosha na hikma ya hali ya juu na uwezo wake mkubwa. Ada al-kalamu ila al-ihtijaji ala al-mushrikin. Kwa aya hizi Allah ameturejesha kwenye maneno ambayo ni hoja, anajenga hoja kwa washirikina wanaokataa kwamba kuna Mungu, hakuna kufufuliwa, hakuna hisabu wala malipo, maisha ndo haya tu, vitu vyote nature. Anajenga hoja Allah subhanahu wa ta'ala kwa washirikina bi'ajaibi as-san'i wa lataifi at-tadbiri. Watu wenye akili na hao wasomi waangalie maajabu yaliyomo kwenye vilivyoumbwa viumbe, na wakiona maajabu yaliyomo kwenye vilivyoumbwa wazingatie siri ya vilivyoumbwa. Unamuona mbuzi ni mbuzi, lakini kuna vitu vingine vya siri. Wale wanaojituma katika taaluma ndo wanaofahamu hizo siri, ndo lawatif, vitu vidogo vidogo, au lataif, vitu vya siri vidogo vidogo. Kuna hikma gani? Zamani mtu kama akapata matatizo makubwa ya ngozi, mathalan kaungua moto, ulikuwepo utaratibu wa upasuaji kuondoa ngozi ambayo ina muonekano mbaya, akawekewa mtu ngozi ambayo itasaidia kurejesha muonekano wake. Ngozi ukiungua moto inakunjana, kama ziko sehemu za wazi kama mathalani usoni, mtu utakuwa hata humtazami vizuri. Lakini wanafanya upasuaji. Ilikuwa kuna teknolojia zamani, miaka hiyo ya karne ya 17, 18, anatolewa mtu pengine ngozi kwenye paja lake, inasaidiwa kuzibia sehemu ya wazi usoni au mkononi kwake. Huku hata kukibaki kovu anavaa nguo, tumrekebishe hapa panapoonekana angalau asitishe. Ngozi lazima atolewe mwenyewe, mtu yule ngozi yake ikipandikizwa mahala pengine inakubali, inaota. Lakini huwezi kuchukua ngozi ya marehemu mtu mwingine ukamwekea mtu mwingine, au ngozi ya mtu aliye hai lakini mwingine ukampandikizia mwingine, haikubali. Sasa katika hivyo vitu lataif, inakuwaje mwili unajua hichi changu na hiki si changu? Changu unakubali, si changu unakataa. Sasa ndo kuna vingine kadiri tukenda Allah anatupa, anatuonyesha. Kuna mambo ya DNA, ni vitu ambavyo vinathibitisha kwa kina hichi ni kitu cha huyu na hichi cha huyu. Sasa ukizingatia siri ya vitu vidogo vidogo ndani ya vikubwa vilivyoumbwa, na akili yako ukaiweka vizuri, utafahamu uwezo wa Muumba, na lazima utakuwa na adabu, utampenda, na upande mwingine utaogopa kumuudhi, na upande mwingine utakuwa una matumaini upande wake na kuhofu matokeo mabaya. Kwa hiyo hao washirikina ambao wana midomo mipana kupinga kila kitu, kusema maneno ya ovyo kama tuliopitia huko nyuma, Allah anajenga hoja kusema nao, anawapa na dalili ya kila anachosema, dalili inayosaidia kuthibitisha ukweli wa alichosema. Ndo maneno haya. Faqala subhanahu, amesema Allah aliyetakasika, inna Allaha, hakika ya Allah ambaye mnamkataa, hamuamini, faliqul habbi wan nawa, ndiye anayepasua mbegu za mimea na mbegu za miti. Inna Allaha, hakika ya Allah, faliqul habbi, ndiye anayeipasua mbegu nyingine ndogo ndogo sana, hata ikidondoka chini huwezi kuiona kwa udogo wake, kama mbegu ya mchicha, mbegu ya kivumbasi,
punje ndogo ndogo sana, lakini ni mbegu, itatoa mmea mkubwa tu wenye afya. Allah huwa anaipasua mbegu ile kwenye udongo, ikatengeneza mizizi, ikenda chini na juu ukaja mmea, ukaota majani, ukakua, ukaishi kwa muda fulani mmea. Na Allah anapasua kokwa, mbegu ya mti wenye maisha marefu, ukafanya vile vile, ukafanya mizizi mirefu ya kwenda chini, na halafu ukatoa majani na vigogo, ukapanda juu. Jambo hili wewe unaliona la kawaida, ushalizoea kuona, lakini hutumi akili yako ikafikiri hii growth process inasimamiwaje? Mbona ilianza kokwa, halafu ukatoka mche una majani mawili tu, mche huu unakuwa kila siku mpaka yanaongezeka majani, unafanya vitawi, unakuwa mkubwa mpaka unatuletea mazao. Zoezi hili anasimamia nani? Ndo Allah hoja yake. Sio ujivune tu shamba langu ili shamba langu, miti hii yote mpaka kule lako. Umefanya nini kwenye ili shamba lako? Sasa huyu anayekutilia hii miti akaisimamia mpaka ikazaa, we ukajivuna kwa kupata mazao, ndo anasema umfahamu, umtambue. Anafurahi tu mtu, wanangu hawa, wanangu hawa. Siri uzingatie iliyopatikana mpaka ukawapata hawa unaoita wanao. Hii kazi hukufanya wewe, yupo aliyeifanya. Ndo anavyojitangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka kumjua Mola muumba, angalia alivyoviumba, utamfahamu tu. Kama akili yako iko sawa sawa, utamfahamu. Sasa hapa kaanza kutaja vitu ambavyo vinaota kwenye ardhi. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, hakika Allah ndiye anayepasua mbegu za punje ndogo ndogo za nafaka na mfano wake, na ndiye anayepasua kokwa zinazootesha miti mikubwa yenye umri mrefu. Ai, maana yake Allahu yufalliqu alhabba tahta al-ardi, Allah huwa anaipasua punje, mbegu iliyo chini ya mchanga. Likhuruji nabati minha, inapasuliwa ile mbegu ili utoke mmea kutoka kwenye mbegu ile. Mbegu haina uhai, ukiweka hapa itakaa miaka, iko vile vile. Lakini ikiwekwa kwenye mazingira ambayo yanaruhusu uhai, ile mbegu itatoa mmea ambao uko hai, kijani kibichi, una maji. Mbegu ilikufa lakini natoa mmea hai. Wayufalliqu nawa, na pia Allah huipasua kokwa, likhuruji shajari minha, ili uote mti kutoka kwenye kokwa hiyo. Qala al-Qurtubi, Qurtubi amesema maana ya haya maneno, yashuku nawata almayitata, Allah huwa anazipasua kokwa zilizokufa. Yani unakula dodo, kokwa ukalitupa juu ya dari, likakaa mwaka mzima limekauka kavu. Siku ukisema unasafisha dari yako, ukalitupa lile kokwa jaani, na siku kama hizi za mvua, likipata maji tu na likiwa kwenye ardhi tu, unaona linaanza kuvimba, linapasuka juu, unatoka mche na mzizi unapinda kwenda chini, unaota mwembe mdodo vile vile. Viazi tona havina kokwa, lakini watu hukata mapande yakawekwa mpaka yakakauka, ukasema haya yamekauka. Mwenyewe mkulima ukifika msimu wa kwenda kupanda, anafukia vile vipande vikavu vya kiazi, inaota miche ya kiazi.
Hasa kama una akili timamu, hebu kaa kidogo ufikiri, kunafanyika nini mpaka yakawa haya, na nani anafanya, nani anasimamia? Ndo ujumbe unaofikishwa hapa. Kitu kilikuwa kimekufa, lakini kinatoka kilicho hai kutokana na kilichokufa. Kwa hiyo Allah anapasua kokwa ambayo ilikuwa imekufa, fayukhriju minha waraqan, akaanza kutokezesha majani akhdara, ya rangi ya kijani mabichi, wakadhalika alhabba, na hizi punje nazo ni hivyo hivyo, kavu ilikuwa, lakini ikipata mazingira yake unaanza kuona majani juu yanatokeza na mizizi inaenda chini, unapatikana mti hai. Allah huyo anayefanya mambo hayo, yukhrijul hayya minal mayyit, hivi ndivyo anavyoumba, hutoa kilicho hai kutokana na kilichokufa. Wa mukhrijul mayyiti, na Allah huyu ndiye mtoaji wa kilichokufa, minal hayy, kutokana na kilicho hai. Lugha nyepesi tu, yai hutoa kuku, lakini si kuku peke yake, wako wadudu, ndege, samaki wanataga mayai. Kwa hiyo yai linatoa kiumbe hai, na kiumbe yai naye hutoa mayai. Kwa hiyo kuku katokana na yai, na yeye kuku anataga mayai. Mfano huu, Allah huwa anatoa kitu kilichokuwa hakina uhai kutoka kwenye chenye uhai, na hutoa kitu chenye uhai kutoka kwenye kitu kisichokuwa na uhai. Ai maana yake, yukhriju nabata alghaddu tariyu, anatoa Allah mimea mibichi yenye kupendeza, min alhubbi alyabis, kutoka kwenye punje iliyokauka kavu, imepigwa na jua ikakauka na ikakaa pengine mahala kwa muda mrefu, ikitupa kwenye ardhi itaota. Wa yukhriju alhabba alyabis, na pia Allah huyo hutoa punje iliyokauka kavu, minan nabati alhayy, kutoka kwenye mmea ulio hai. Mmea uhai unatoa nafaka au punje, na punje nazo zikitupwa ardhini zinatoa mmea. Ni zoezi linalojirudia. Yukhriju alhabba alyabisa, anatoa punje iliyokavu, minan nabati alhayy, kutoka kwenye mmea ulio hai, anami, ambao unakuwa, unaanza mdogo alafu una tabia ya kukua mpaka ukifikia baleghe yake nao unazaa. Wa ibn Abbas, na imesimliwa kutokana na tafsiri ya Abdullah ibn Abbas kwenye aya hii, amesema yukhrijul mu'mina minal kafir, Allah humtoa mtu mu'min kutoka kwa mzazi kafiri kabisa, akazaa mtoto mwenye akili, akamfahamu muumba wake, akawa mcha Mungu mwema, akawa tofauti na mzazi wake. Wal kafira minal mu'min, pia Allah huyo humtoa mtoto kafiri kutoka kwa mtu mu'min. Na mifano kwenye Qur'ani iko hata kwa mitume, kama Nabii Nuh alayhi salam, ameambiwa mtoto wake mmoja kawa kafiri, amemtetea wakati wa gharika, akaambiwa Nuhu, usiwe katika watu wajinga, huyu si katika watu wako niliokuahidi. Watu wako ni wataka kuamini ujumbe uliokuja nao na wakakufuata. Huyu mwanao ni amali mbaya, si katika niliokuahidi kuwa ni watu wako wa kuokolewa na wewe. Kwa hiyo wasifu wa maisha yetu uko hivyo. Mtu mwema atazaa mtoto khabithi, na mtu khabithi anaweza akazaa mtoto mwema. Kwa hiyo mahala kwenye ukafiri ukaona wakatoka waumini wenye kufia uchungu dini, wenye kumpenda Mola wao, wakamtetea kwa gharama yoyote. Allah ndo anafanya hivyo, anatoa kilicho hai kutokana na kilichokufa, na anatoa kilichokufa kutokana na kilicho hai.
Anaweza kumtoa mu'min kutoka mgongo wa kafiri, na anaweza akamtoa kafiri kutoka kwenye mgongo wa mu'min. Wala hadha, na kwa utaratibu huu, falhayyu walmayitu, neno aliye hai na aliyekufa, isti'aratun 'anil mu'mini wal kafir, ni lugha ya mshabaha inayomaanisha mu'min na kafir. Maana mtu kafir ni sawa sawa na mfu kafa. Mtu mu'min ndo sawa sawa na kuwa yuhai, anajielewa. Hivi ndivyo ambavyo Allah anatusomesha. Dhalikumullahu, anayefanya hayo ndiyo Allah Mola wenu. Fa anna tufakun, inakuwaje mnapotoshwa? Haki iko huku, mnaelekezwa kwingine, inakuwaje? Na mmeandaliwa vyema watu na akili zenu. Fa anna tufakun, inakuwaje hamumfahamu muumba wenu na amejieleza kadiri alivyojieleza kwa kupitia alivyoviumba, hata mkiwemo nyinyi wenyewe. Wendo unajiona una akili sana, mzuri sana, angalau unakaa basi ukafikiria kwamba mimi sikuwepo, nimekuja, nimeanza sina akili, sasa hivi nina akili. Nilikotokea sikuwa na elimu, baada ya bidii ndo nimepata elimu. Aliyeniwezesha hivi nani? Hata hivyo hufikiri. Unaanza kujiona siku ulipokuwa mzuri, siku ulipokuwa na mali, ndo unaona kuanzia hapo. Hebu chukua reference uko nyuma kwanza ulikotokea. Katika sura nyingine, suratul Waqi'a, Allah ameuliza maswala kama haya. Mtu akizingatia kwenye hayo maswala, anapata kukinaishwa kwa hoja zinazojitosheleza. Kauliza Allah, afara'aytum ma tumnun, nyie mnakataa tu, mnapinga tu kila kitu, hakuna Mungu, hawezi hili, hatofanya hili. Afara'aytum ma tumnun, hebu ni waulize, munaona kile mnachokitona? Mbegu kutoka miilini kwenu munazoziingiza kwenye mifuko ya uzazi ya wanawake. Hiyo ni theory of reproduction, mambo ya uzazi. Wewe kwa furaha zako na raha zako unafanya burudani yako nyumbani. Ni jambo la kimaumbile na ni sababu ya nyinyi kuzaliana, kama Allah alivyosema, yadhraukum fihi, anakuzalisheni kwa sababu mko majike na madume. Sasa hebu zingatieni kile mnachokiweka kwenye mifuko ya uzazi ya wake zenu hapo mnapofanya raha zenu. A antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun, tuseme kitu kile mnachotoa mmeumba nyinyi au tumeumba sie? Mbegu unazomwaga, hukaa kule chumbani ukazitengeneza kwanza ndo ukafanyia kazi, au ushapewa tu, ushatengenezewa? A antum takhluqunahu am nahnu alkhaliqun, hizi mbegu ambazo ndio nyenzo ya kuzaliana kwenu munaziumba nyie au tunaumba sie? Hakuna mtaalamu yoyote, specialist yoyote anayeweza kuitengeneza ile. Wanaweza watu kuchukua mbegu hii na hii wakaweka kwenye bika, test tube, wakatengeneza mazingira kama yale yanayopatikana tumboni, ikapatikana fertilization, akawa kiumbe. Utaratibu wa Allah, kuku akitaka kuzaa anataga yai, yai lile kalazimishwa kuku jike alihudumie mpaka atoke mtoto, analalia siku 21. Watu wamestadi kinafanyika nini kwa kuku kulalia mpaka akatoka mtoto. Baada ya kustadi, kufanya research, wakasema kumbe inawezekana yai ukatengeneza mazingira akapatikana mtoto bila kulalia kuku. Kuna incubator sasa hivi wanazalishwa kuku, ukawanunua kwa mamia au maelfu. Kwa hiyo kuchukua mbegu ya mtu mwanamme na mbegu ya mtu mwanamke
ikatengenezewa mazingira ya kimaabara kuizalisha, inawezekana ikapatikana fertilization na akawa mtoto. Lakini je, atakuwa kama vile anavyofanywa tumboni kwa mama? Ili walijaribu kufanya hao wataalamu, wakakatazana wenyewe. Anasema michezo yote chezeni, pandishieni ng'ombe kwa shindano, zalisheni kuku kwenye incubator, fanyeni hivi. Lakini kwenye kuzalisha binadamu kwa njia hii, linaweza kuja kuzuka balaa hapa lisithibitike duniani. Wenyewe wakakatazana, marufuku kuzalisha wanadamu kwa njia za kisayansi. Sayansi inayoruhusu binadamu kuzaliwa ni kwa njia hii ya ada ya kimaumbile iliyowekwa. Sasa suala si kuweza kuzalisha binadamu nje ya mfuko wa uzazi wa mama. Unachokihitaji upate ile mbegu asili. Allah ndo kauliza, hizi mbegu mnaumba nyie au tunaumba sie? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wama nahnu bimasbuqin. Tumekadiria baada ya kukuumbeni, kila aliyeumbwa anakaa hapa kwa siku maalum, tumemkadiria atakufa, ataondoka kwa kifo. Na hamuwezi kukwepa swala hilo. Hakuna wataalamu wanaosema mtu wetu huyu ni muhimu, huyu tutamsaidia asizeeke wala asife. Hakuna mtaalamu anayeweza kufanya hivyo. Sasa mtu mwenye akili timamu akizingatia hili, kama akili yake iko vizuri, anamfahamu muweza anayefanya masala haya. Pia Allah kauliza, afara'aytum ma tahruthun, mnaona hizo mbegu za kilimo ambazo mnapanda kwenye mashamba yenu? Mbegu unazosia ukatupa kwenye ardhi, au nyingine unachimba shimo kama migomba ukachomeka kambu, mche. Allah anasema, afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Baada ya ile mbegu yako au mche wako kuweka kwenye ardhi, hata kama kwenye chungu unauninginiza kwenye, watu wanafanya mambo kilimo cha aina hiyo siku hizi. Ardhi ndogo, watu wanatengeneza shelves kama za dukani, zinawekwa viungu vilivyotiwa udongo, ukawekwa mazingira mazuri, watu wakapanda tungule, mboga mboga, vitunguu na nini. Lakini ni udongo, inawekwa mbegu. Mbegu huku itengeneza wewe, na ule udongo huna utaalamu wa kuutengeneza, ukaujaza virutubisho vilivyomo vinavyoruhusu masala ya growth. Huna uwezo. Shote upate udongo. Hata huko unakosikia watu wana ardhi za jangwa, wanagharimika sana, kama Mayahudi wananunua udongo India, unasafirishwa mpaka kwao, halafu wanauandalia mazingira, wanalima. Suala liko pale pale. Udongo si wako, umechukua wa Allah. Mbegu huwezi kuzalisha, unazitegemea hizo hizo za Allah. Sasa mbegu ukishaiweka kwenye udongo, suala linakuja, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Mbegu ukishaiweka kwenye udongo, kinachojiri pale chini unafanya wewe au ninakufanyia mie? Yani tuseme mkulima wa mpunga kaburuga ardhi, katia dawa ya kuulia magugu, kaweka sijui pembejeo nyingine zinazohitajika, akamwaga mbegu zake, akazifukia, halafu huyo anaondoka anaenda zake nyumbani. Anasema nishapanda. Sasa baada ya kupanda, kinachojiri pale ardhini unakifanya wewe, kwamba mbegu ile ianze kupasua, itoe mmea, uwe na mizizi, uwe unakuwa mpaka ufikie stage ya kukuletea mazao uliokuwa unayatarajia. Kazi zote za hapa chini unafanya wewe, unaukuza wewe ule mti. Ufanye chochote zaidi ya kuufukia ukaondoka. Na unatega siku nzuri, unasema za musimu, wakati wa mvua za kupandia. Maji pia humiliki. Sasa ujue kwamba wewe ukishapanda mbegu yako, ukaondoka ukaenda zako nyumbani, pale kuna kazi inafanyika saa 24 usiku na mchana. Mti wako unakuwa taratibu.
kazi ile huifanyi wewe. Lau nashau, anayefanya ile kazi anasema, kama tungetaka tukupeni somo la kivitendo la ja'alnahu hutama, kama mnataka tukuonyesheni masomo ya vitendo tungeweza kufanya hivyo. La ja'alnahu hutama, kama ni mpunga ushapanda, umeondoka umeenda zako nyumbani, ukaja kukagua baada ya siku 2-3 ukaona miche imetoka, ukafurahi, mimea ikaja mizuri sana, ikaanza kuchanua, ukafurahi. Allah anasema ningetaka kukuonyesheni, kukufanyishieni la ja'alnahu hutama, ningejalia ushahangaika sana, ushalima, ushapanda, ushatia mbolea, pengine umemwagilia maji, siku ya mavuno mimea inachanua, ukaona kuna makumvi matupu, nisitie hata tui ndani ya makumvi hayo. Ujue kwamba hii kazi hufanyi wewe, yuko anayekufanyia. Ili nikueleweshe, ningejalia nisikutilie chochote, ukachanua lakini makumvi matupu, hamna kitu. Labda hapo ndo ungefahamu. Fadhaltum tafakkahun, mngebaki mnanungunika. Tungefanya hivyo, mungekuwa mnanungunika. Mnanungunikia nini? Mnasema inna la mughramun, tumetumia gharama nyingi. Hii kuburuga tu shilingi ngapi? Hapa Mnyamwezi nimempa shingapi? Mbolea nilotia hapo shingapi? Na yani mughramun, tumegharamika, tumetumia gharama. Bal nahnu mahrumun, halafu tumenyimwa, hatukupewa chochote. Ungejua kwamba yuko mpaji hakukupa. Imefahamika? Ushajituma sana kwa kutegemea jambo, halafu lile jambo usilipate. Labda hapo ndo ungefahamu kwamba yuko ambaye huwa ananifanyia, mara hii kanikomalia hakunipa. Lakini hamuelewi kila mnaloambiwa. Mpaka hii mifano hai pia hamfahamu. Masuala kama hayo ni mengi. Hizo ni hoja Allah anaongea na viumbe wake ambao kawaandaa vizuri, kawapa akili, na wengine wanasifiwa na elimu, ni wasomi, lakini bado wanaishi maisha ya hamnazo. Hapa kazungumza hivyo, inna Allaha faliqul habbi wan nawa. Maisha yanavyoenda na vitu ambavyo nyinyi mnavitegemea, vina mwenyewe ndiye anayegharamia, anasimamia, anakuhudumieni. Mnaplay sehemu ndogo tu ya kufanya sababu. Musabbib ndo anafanya kwa sehemu kubwa, muda mwingi anakufanyieni mambo yenu. Bado hamumtambui. Bado hamumtambui. Unafurahi ukipata mtoto, lakini hujui gharama zilizotumika, muda uliotumika mpaka akakamilishwa huyo mtoto. Wewe unakuja kufurahi kesha kuja, unakipenda kitoto chako kizuri, humshukuru hata aliyekutengenezea huyo mtoto, na unasema humtambui. Ni masomo kwa wenye akili, liqaumi yatafakkarun, kwa watu ambao wanatumia akili zao wakafikiri. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, hakika Allah ndiye anayepasua punje, mbegu ndogo ndogo, na ndiye anayepasua kokwa, mbegu kubwa za miti ya kudumu. Yukhrijul hayya minal mayyit, zoezi la kudumu tangu umeanza ulimwengu. Allah hutoa kilicho hai kutokana na kilichokufa. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, na Allah huyu ndiye mwenye kutoa kilichokufa kutokana na kilicho hai. Dhalikumullahu, anayeyafanya hayo ni Allah, ndiye Mola wenu. Fa anna tufakun, inakuwaje mnapotoshwa? Inakuwaje hamfahamu? Dhalikumullahu alkhaliqul mudabbiru, anayekufanyieni mambo hayo ni Allah. Yeye kazi yake ni kuumba na akatengeneza vizuri kile anachokiumba, kakiandaa, kakipangilia, kikaja sawa sawa, wewe mwenyewe unaridhika.
fakaifa tusrafuna anil haqi, inakuwaje mnapotoshwa kwenye haki? Haki hamuikubali, mnaishi maisha ya batil. Na mwenyewe Allah pia ndo mwenye jina hilo al-haqu. Kwa nini mumkatae, muwe hamumtambui? Baada hadha albayan, baada ya ufafanuzi wote huu mnofafanuliwa, inakuwaje ndo hamuelewi masomo kama haya na akili zenu za kimaumbile mlizoumbiwa? Kwa nini hamfahamu hizi hoja? Kwa nini hamsomi kwenye dalili hizi? Faliqul isbahi, Allah ndiye anayepasua asubuhi. Sasa hivi siku yetu ndo inaendelea kwisha, tunaingia kwenye usiku. Kiza totoro, nuru ya mchana inaondoka. Halafu baada ya muda masaa 12 kiza cha usiku kinaondoka, inapasua asubuhi, inakuja na mwanga wake. Ni zoezi endelevu. Hata hili pia hamuoni. Akili zenu hazifahamu kwamba yuko anayesimamia zoezi hili la mabadiliko ya muda mrefu ambayo hayajaja na tofauti. Kwamba tumekaa siku 2 usiku haujaja, mchana mtupu, jua limegoma kutua. Yani ni ratiba endelevu, inapangwa systematically. Wewe husome kwamba yuko anayesimamia mambo haya, unafikiri yanaenda yenyewe tu. Faliqul isbahi, Allah ndiye anayepasua asubuhi, kikatoweka kiza kinene cha usiku, ukaja mwanga wa mchana. Katumia neno faliq, rabbul falaq. Falaq manake ni kutenganisha hichi na hichi. Anatenganisha kati ya usiku na mchana. Pale ambapo panafanyika hiyo tofauti, kiza kinaondoka, sasa mwanga unaingia, ndo kinaitwa ni iflaq au falaq. Shaqul diyaa, Allah ndiye anayepasua mwanga minadh-dhalami wa kashifuhu, akautokezesha mwanga kutoka kwenye kiza na akavifanya hivi vitu separate, kiza kikawa kwake na nuru ikawa kwake. Qala Tabari, mwana wa chuoni Tabari amesema, shaqa amudi subhi min adh-dhulumati al-layli wa sawadihi, Allah amepasua katikati, akaleta asubuhi kutoka kwenye kiza cha usiku. Kafanya tofauti, katenganisha, kaondoa kiza, kaleta mwanga, katoesha usiku, akaleta mchana. Anayefanya zoezi hilo ni Allah. Kwa usiseme kwamba yuko mbali, yeye na mambo yake na sisi tuna yetu. Haya yenu, yeye ndo msimamizi kila siku. Wewe ukenda lima unamuomba yeye. Kazi unayofanya wewe ni ndogo kuliko anayokufanyia yeye. Ukilima shamba la nyumbani kwa mwenza wako unamuomba yeye. Kazi unayofanya wewe ni ndogo kwa raha zako, yeye anakufanyia kubwa mno. Halafu unasema humuelewi, humtambui. Unakuwa na njaa taabani, amekuwezesha kupata riziki, ukaandaa chakula ukala ukashiba, njaa ikaondoka. Zoezi hilo pia hujifunzi kwamba yuko ambaye analisimamia, au ndo unaona pesa zako zimekutatulia tatizo? Yani mambo mengi wewe unahudumiwa. Wewe ni kiumbe tegemezi, una shida na haja nyingi. Anayekutatulia shida zako na akakidhi haja zako ndo huyo Allah. Anajielezea hivyo, umtambue, usiwe mbali naye, usimkufuru. Kwa hiyo anapasua asubuhi, akaitofautisha kutokana na usiku. Waja'ala al-layla sakana, Allah kajalia wakati wa usiku ni wakati wa mapumziko, wakati wa utulivu. Yani yaskunu nasu fihi, watu huwa wanapumzika ndani ya wakati wa usiku. Na si watu tu, hata na viumbe wengine wengi usiku wanapumzika. Mchana wanachakarika kutafuta maisha, usiku wanapumzika. Kwa hiyo waja'ala al-layla sakana
yani Allah ameujalia usiku ni wakati wa mapumziko. Yaskunu nasu fihi, watu huwa wanapumzika wakati wa usiku. Min alharakati, kutokana na activity zao, harakati zao. Wayastarihun, wakati wa usiku ndo wanastarehe, yani wana relax, wanapumzika. Wanajituma mchana, usiku wanapumzika. Washamsa wal qamara husbana, Allah huyu ndiye aliyejalia jua na mwezi ni vitu vya kimahesabu. Kwa kupitia mwendo wa jua na mwezi tunapata dakika zinatengeneza saa kadhaa zinatengeneza siku nazo zinafanya mwezi nayo miezi ikienda idadi fulani ya miezi tunapata miaka kadhaa tunapata karine, maisha yanaenda. Jua na mwezi ndio linalo create hivyo vitu, kaviweka kwa ajili ya mahesabu ya nyakati zetu. Waja'ala al-laila sakana, amejalia usiku ni wakati wa mapumziko, ni kitulizo cha watu na viumbe wengine. Washamsa wal qamara, yani waja'ala ash-shamsa wal qamara husbana, kajalia jua na mwezi ni vitu vya kupimia hisabu za nyakati za watu. Siku ya kwanza ukizaliwa ukapata na siku moja na kesho yake ukawa na siku mbili, pana mabadiliko makubwa yanafanyika. Yani kila siku saa zikienda, yani mna mabadiliko mwilini yanafanyika. Huyafanyi wewe wala hayafanyi babako na mamako, yuko anayekuhudumia. Una undergo changes huko hivyo siku zote. Sote tulikuwa watoto, angalia tulipofikia sasa hivi. Kwa hiyo kila dakika inayopita kuna mabadiliko yanafanyika, huyafanyi wewe. Na kama kuna mjanja anaweza kuingilia kati, angejifanya akawa mtoto siku zote au akawa kijana siku zote. Anasema mimi sitaki niende uzeeni. Stopisha hizo process basi, usizeeke. Na stopisha zoezi la kuwekwa hapa time limit, usemie sifi najiongezea muda nitakaa maisha hapa. Hakuna mjanja anaweza kufanya hivyo. Vitu vyote vina mwenyewe, viko under control. Kazi nyingi zinafanywa hazikuhusu wewe. Wewe umeambiwa angalau ushukuru tu, unashindwa kushukuru. Lakini mambo mengi unafanyiwa. Yani ameumba Allah jua na mwezi. Washamsa wal qamara husbana, khalaqahuma bihisabin daqiqin, ameviumba hivyo vitu Allah kwa hisabu ambayo ni yakina, sensitive, yasiri. Yataallaqu bihi masalihul ibadi, mwendo wa jua na mwezi na kupita kwa sekunde, dakika, siku, saa, humu Allah amekadiria maslahi ya viumbe wake wanaoishi katika ardhi. Na pia kuna maslahi ya viumbe ambao wameshamaliza maisha. Kupita kwa siku kuna mambo kama hayo tulioambiwa, lataif, mambo ya siri hatuyaelewi, lakini Allah mwenyewe ndo ana manage hayo yote. Katuwekea ardhi, kasema inahudumia walio hai na walio kufa. Alam naj'alil arda kifata, siku kujalieni ardhi kama ni chombo chenye kazi muhimu endelevu. Chombo hiki kifata li ahya'in wal amwati, yani kifata ahya'an wa amwata, chombo kinachoserve, kinatoa huduma kwa walio hai kati yenu na walio kufa. Wanahudumiwa bado, ni waja wa Allah wale, wapo kwenye safari yao ndefu, na nyie mlio hai mtaenda huko barzakhi kama waliotangulia. Musubiri zoezi hilo linalokadiriwa kutokea baadaye. Hakuna kitu kilichokuwa bahati nasibu, vyote vinatendeka chini ya uangalizi wa mtendaji mwenyewe. Anaendesha nyakati kwa maslahi ya viumbe. Wayurafu bihima hisab al-azmani, panajulikanwa katika ardhi hii kwa kutumia jua na mwezi hisabu ya wakati, a period of time. Ndio hivyo kama nilivyosema,
Mnajua sasa hivi ni miezi mingapi tangu kutokea jambo fulani. Tunategemea litatokea jambo fulani baada ya miaka mingapi. Mnapima nyakati zenu, mkaweka ahadi, mkawa mna matumaini kwa sababu ya mwendo wa jua na mwendo wa mwezi. Ameweka Allah yu'rafu bihima, panajulikanwa kwa kupitia jua na mwezi, hisab al-azmani wal-laili wan-nahar, hisabu ya wakati, na pia mnajua usiku na mchana. Saa 12 katika saa 24 za siku, 12 zina usiku na 12 zina mchana. Siku nyingine zinaongezeka za mchana na siku nyingine zinaongezeka za usiku. Siku nyingine usiku unakuwa mrefu zaidi kuliko mchana, na siku nyingine mchana unakuwa mrefu zaidi kuliko usiku, kutokana na immigration of overhead sun. Mzunguko wa jua, ardhi inavyolizunguka jua inabadilisha position yake kutoka liliko jua. Kwa hiyo siku nyingine inakuwa iko mbali na jua, siku nyingine iko karibu na jua. Na wakati mwingine sehemu fulani ya ardhi, pengine North Pole, jua liko huko, reaction ya jua inakuwa na athari tofauti na watu wa South Pole. Ni mahesabu yote ambayo Muumba ndo anasimamia hayo. Nyinyi mnapata kujua nyakati na mnapata kujua usiku na mchana, siku zenu zinaenda. Kila anayemaliza siku zake anaondoka. Anaondoka juu ya ardhi, anaingia ndani ya ardhi. Maisha yanaenda. Dhalika taqdirul azizil alim. Hayo ni makadirio ya Mola mwenye nguvu na mwenye elimu. Ana nguvu ya kufanya atakalo bila ya pingamizi. Hakuna wa kumkwaza Allah kwenye mambo yake. Al-Azizu huwa al-Ghalibu alladhi la yughlab. Ni mshindi ambaye hashindwi, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kakadiria hivyo. Na katika viumbe hakuna anayeweza kubadilisha makadirio hayo. Akasema tutatengeneza mazingira ya kudhibiti mchana usije, tupate usiku tu kwa muda kadhaa, au tunataka mchana tu tufanye kazi zetu. Hayo hakuna kiumbe mwenye uwezo wa kuyaingilia. Dhalika taqdirul azizil alim. Hayo ni makadirio ya Mola mwenye nguvu na mwenye elimu. Dhalika tasyiri, uendeshwaji huo wa mwezi na jua, bilhisabil maalum, vinaenda kwa mahesabu maalum. Jua na mwezi vinaenda kwa mahesabu maalum. Makadirio hayo, utaratibu huo, taqdirul ghalibil qahir, ni makadirio ya Allah ambaye ni mshindi na aliyekizidi nguvu kila kitu, kakitenza nguvu kila kitu. Alladhi, huyu ni Mola ambaye la yasta'si alayhi shay'un, hakuna kitu kinachoweza kikamgomea alichotaka yeye asifanye. Yani Allah anafanya hivi, sisi tunamkomalia hichi hakitofanyika. Hakuna anaweza kufanya hivyo. Vile anavyopanga yeye mambo hayo makubwa, ndivyo itakavyokuwa hivyo hivyo. Al-alimu bi masalihi khalqihi, Allah anajua maslahi ya viumbe wake. Anajua muda wa kumea tunda mpaka likafika kukomaa, likawa tayari kwa matumizi. Na anajua katika mwaka kuna misimu mingapi na miili ya viumbe wangu inahitaji nini na nini. Anafanya alternation ya kubadilisha mahitaji. Kuna matunda ya msimu wa saif, matunda ya msimu wa shita, matunda ya msimu huu, matunda ya msimu huu, yote yako kwa makusudio ya mahitaji ya viumbe. Sisi tunaenjoy, tumekula hili, tumekula hichi, tumefanya hichi, tumefanya hichi, mara joto, mara baridi, mara upepo mwingi, mara kunakuwa shwari, mara hivi. Vyote ni vitu vilivyokadiriwa kwa maslahi ya viumbe. Amefanya hivyo Mola mjuzi, al-alimu bi masalihi khalqihi wa tadbirihim. Ana elimu ya kutosha kujua vyenye maslahi kwa viumbe wake na mipangilio ya usimamiaji wa kukidhi hayo maslahi. Yani sisi tunahudumiwa na mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu wenyewe, halafu tunasema hatumtambui anayetuhudumia, tunamkataa.
Kwa leo inshallah tusome hizo aya mbili zinatosha, na zirudia tena haraka haraka tafsiri ya neno kwa neno. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa, hakika Allah ndiye anayepasua punje, mbegu ndogo ndogo, na ndiye anayepasua kokwa, mbegu kubwa. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah anatoa kilicho hai kutokana na kilichokufa. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, na ndiye mtoaji wa kilichokufa kutoka kwenye kilicho hai. Dhalikumullahu, anayekufanyieni hayo ndo Allah huyo, sio mtaalamu yoyote, si bwana shamba, si nani, si engineer. Dhalikumullahu, huyo anayekufanyieni huduma hizo ni Allah. Fa anna tu'fakun, inakuwaje mnapotoshwa? Inakuwaje mnapotoshwa? Faliqul isbahi, Allah ndiye anayepasua asubuhi kukawa kweupe baada ya kuwa kulikuwa kuna kiza. Waja'ala al-layla